hili ni kwamba ndani ya ligi yetu kwenye hili tunalo discuss sisi tumerely kwenye kanuni zaidi, lakini lina mambo mengi nyuma ya pazia ambayo tukisubiri tamko la bodi ndio litatupa picture ya wazi kwamba nini kinakwenda kutokea hasa, kwa sababu sisi tumerely kwenye kanuni hichi, lakini wenzetu walipo Simba na Yanga ni zaidi ya hizi kanuni ambazo ni zaidi ya hizi kanuni ambazo zimetengenezwa. Kwa hiyo namna rafiki ni sisi kuendelea kutulia, sababu ukifuatilia hata miaka ya nyuma watu wanakuambia Simba na Yanga kwenye michezo hakunaga ule utaratibu wa kwenda kutrain siku moja kabla, ilikuwa haifanyi kila mmoja. Ile watu wanazungumza kikanuni timu mwenyeji anaruhusiwa kutrain anytime, lakini yes, kwa timu mgeni anatakiwa katrain ule muda ambao game itachezwa kesho yake. Yes, kikanuni. Kwa hiyo Simba ni kama vile walikuwa tu wanajaribu kuwashtua bodi kwamba kuna hiki na kilisaulika kinatakiwa kifanywe. Kwa hiyo kitendo cha kwamba kilikuwa kifanyiki hakijustify kwamba hii kanuni haiko applicable kwenye ligi. Kwa hiyo mwisho wa siku sisi tukae tu tusubiri. Hili sakata bado ni refu sana. Ila mimi kitu ambacho nakiamini ni kwamba huu mchezo lazima uchezwe. Una uhakika mchomvu? Nasema hivi kwa sababu cha kwanza huwezi ukampa mtu ubingwa. Sio, unanielewa? Yanga walichokifanya ni kuwashinikiza bodi kwamba muwapige penalty Simba. Sasa kama utafanikiwa kupata engo ya kuwataitisha Simba ukawapiga penalty, utakuwa na room ya kuwapa alama 3 Yanga na mchezo unaweza usichezwe. Lakini hakuna hizo engo. Yaani mimi nikilitazama hii sakata hakuna hizo engo ambayo unaweza ukamta. Yes, kwa mwisho wa siku option ambayo itakuwa fair. And by the way, football ni fair play. Yes, kwa engo ambayo itaamua hili jambo ni kwenye fair play. Wakutane, walisolve mchezo uchezwe, kwa sababu hata Yanga asiposema dabi yake imeisha, alafu bodi haijaipiga penalty Simba, maana yake ni kwamba huna engo pia bodi ya kumpa mtu ubingwa, sababu mizunguko haijakamilika. Kwa hiyo inabakia wazi. Yes.